Nchi wanachama wa NATO kuilipa Marekani euro milioni 400 za silaha itakazoipatia Ukraine. Katibu mkuu wa shirika la kijeshi la NATO Mark Rutte amesema nchi kadhaa wanachama wa shirika hilo zitachangia kwa pamoja shehena ya silaha na zana za kijeshi yenye thamani ya euro milioni 400 kwa ajili ya Ukraine ambazo zitanunuliwa kutoka Marekani. Kwa mujibu wa Rutte, Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway na Sweden zinatarajiwa kufadhili kifurushi hicho kupitia mpango wa orodha ya mahitaji ya Ukraine iliyopewa kipaumbele. Mpango huo uliidhinishwa mnamo mwezi Septemba na kuiruhusu Marekani ipatie silaha Kiev, ambapo gharama za silaha hizo zitalipwa na wanachama wa Ulaya wa NATO. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mara kwa mara akimkosoa mtangulizi wake Joe Biden kwa kutoa vifurushi vikubwa vya misaada ya kijeshi kwa Ukraine na kumwelezea rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky kama muuzaji mkubwa zaidi duniani. Pia amesisitiza kwamba wanachama wa NATO barani Ulaya wanabeba mzigo mkuu wa kuiunga mkono Ukraine. Mapema wiki hii rais huyo wa Marekani alidai tena kwamba Washington imetumia dola bilioni 350 katika mzozo wa Ukraine na kwamba serikali yake haitatenga tena fedha hizo. Trump amezungumzia jinsi Washington inavyorejesha gharama zake kwa kusema sasa wao wanatulipa kupitia NATO. Tangazo hilo linatolewa huku Kiev ikizidi kuandamwa na uchunguzi wa ufisadi ambao umeongeza mashinikizo kwa serikali ya Zelensky. Mapema wiki hii ofisi ya taifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine iliwashtaki watu 7 akiwemo mshirika wa zamani wa kibiashara wa Zelensky, Timur Mindich, kwa kuhusika na rushwa na ubadhirifu katika sekta nishati ambayo inafadhiliwa kwa kiasi kikubwa na misaada ya Magharibi. Mwanadiplomasia mkuu wa EU Kaja Kallas ameitaka Kiev kushughulikia ufisadi haraka sana, akisisitiza kwamba pesa za wananchi inapaswa ziende mstari wa mbele wa vita. Russia kwa upande wake imekuwa ikiwashutumu waungaji mkono wa Ulaya wa Ukraine kwa kurefusha muda wa mzozo wa vita baina ya nchi hizo mbili kwa gharama ya maisha wa Ukraine, ikisema nchi hizo haziko tayari kukiri kwamba mkakati wao umefeli na kugonga mwamba. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tutazame kwa nini Marekani inataka Uturuki iachane na nishati ya Russia. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, katika mazungumzo na Hakan Fidan, waziri mwenzake wa Uturuki, mjini Washington, wameitaka Uturuki iache kununua rasilimali za nishati kutoka Russia. Amesisitiza takwa la Rais Trump wa Marekani kwa washirika wote wa NATO kuacha kununua rasilimali za nishati kutoka Russia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa Jumatatu Novemba 10 baada ya mawaziri hao wawili kukutana mjini Washington kwamba Washington inaamini kuwa suala hilo litasaidia kumaliza vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Rais Donald Trump wa Marekani amezitaka mara kadhaa nchi za Ulaya na Asia kuacha kununua mafuta ya Russia. Marekani tayari imeiwekea India ushuru maradufu kwa sababu ya kununua mafuta ya Russia. Oktoba iliyopita iliyawekea vikwazo mashirika mawili makubwa ya mafuta ya Russia, Rosneft na Lukoil, ikitaja kutokuwepo kwa maendeleo katika juhudi za kutatua mzozo wa Ukraine. Kwa ujumla, sanjari na ongezeko kubwa la mashinikizo dhidi ya Moscow, Washington inataka kupunguza utegemezi wa Uturuki kwa nishati ya Russia, kwa sababu utegemezi huu unaimarisha ushawishi wa kisiasa na kiuchumi wa Moscow katika eneo. Unapunguza uwezo wa Washington kutoa mashinikizo dhidi ya Russia katika vita vya Ukraine na kubana uhuru wa kimkakati wa Uturuki ndani ya mfumo wa NATO. Sababu kuu za mashinikizo ya Marekani kwa Uturuki ni ili iache kununua nishati ya Russia zinaweza kuorodheshwa katika masuala yafuatayo: vita vya Ukraine na mashinikizo ya kiuchumi kwa Russia. Marekani inaamini kwamba ununuzi wa mafuta na gesi ya Russia unaofanywa na washirika wa NATO, ikiwa ni pamoja na Uturuki, unaipatia Kremlin rasilimali muhimu za kifedha kwa ajili ya kuendeleza vita nchini Ukraine. Washington imesisitiza mara kwa mara kwamba kusimamisha ununuzi wa nishati ya Russia kunaweza kusaidia kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo na hivyo kupunguza nguvu zake za kijeshi. Kupunguza ushawishi wa kijiopolitiki wa Russia nchini Uturuki. Russia imekuwa mdhamini mkuu wa gesi ya Uturuki, ambapo licha kupunguza uuzaji wa gesi hiyo katika miongo miwili iliyopita kutoka zaidi ya 60% hadi karibu 37% kufikia mwaka huu 2025, lakini bado ina nafasi muhimu katika kuidhaminia Uturuki gesi yake ya matumizi. Marekani inataka utegemezi huu upunguzwe zaidi ili Russia isiweze kutumia nishati kama chombo cha mashinikizo ya kisiasa dhidi ya Ankara. Vilevile ushirikiano wa Uturuki na NATO na Magharibi. Uturuki ni mwanachama wa NATO na Washington inatarajia nchi hii kwenda sambamba na Magharibi kuhusu siasa zake za nishati. Kuendelea kununuliwa nishati ya Russia na Uturuki kunaunda aina fulani ya pengo katika muungano wa NATO
na kuipa Russia fursa ya kudumisha uhusiano maalum na Ankara. Kutumika vyanzo mbadala vya nishati. Marekani na washirika wake wanajaribu kuishinikiza Uturuki iagize nishati kutoka vyanzo mbadala, ikiwa ni pamoja na gesi asilia ya Marekani, na kuongeza uzalishaji wa ndani ya nchi. Inatabiriwa kwa ifikapo mwaka 2028 Uturuki itakuwa na uwezo wa kuzalisha nusu ya mahitaji yake ya gesi bila kuitegemea Russia. Kufungamana na sera ya vikwazo. Marekani imeweka vikwazo vikubwa dhidi ya makampuni ya mafuta ya Russia kama vile Rosneft na Lukoil. Ikiwa Uturuki itaendelea kununua nishati ya Russia, vikwazo hivi havitakuwa na taathira kubwa, ambapo Russia itakuwa imepata njia mwafaka ya kukwepa mashinikizo ya kiuchumi. Mambo yanayopewa muhimu na Uturuki ni kwamba hii ni katika hali ambayo ni vigumu sana kwa Ankara kutoa jibu chanya kwa ombi la Marekani la kupunguza uhusiano wake na Moscow, hasa la kuacha kunufaika na nishati ya Russia. Mbali na nishati, Uturuki pia inashirikiana na Russia katika nyanja za kijeshi kama vile ununuzi wa mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400. Mahusiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya Moscow na Ankara pia ni makubwa sana. Kampuni ya Rosatom pia imejenga kiwanda cha kwanza cha nyuklia cha Uturuki kinachojulikana kama Akuyu. Mradi huu mkubwa uliojengwa kwenye pwani ya Mediterania kwa msingi wa teknolojia ya Russia na unaosimamiwa na kuendeshwa na wataalamu wa nchi hiyo unapitia hatua zake za mwisho za ujenzi. Hata hivyo, Marekani inadai kuwa uhusiano wa Moscow na Ankara unatishia mshikamano wa NATO, hivyo inajaribu kupunguza wigo wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Uturuki na Russia kwa kuweka mashinikizo kwenye sekta nishati ya nchi mbili. Ingawa kufutwa nishati ya Russia ni gharama kubwa kwa Uturuki, Marekani inaiona kama fursa ya kubadilisha vyanzo vya nishati na kupunguza hatari za kijiopolitiki, na kudai kuwa mabadiliko haya yanaweza kuimarisha usalama wa nishati kwa Uturuki katika kipindi cha muda mrefu. Ikizingatiwa kuwa Uturuki iliyo kati ya Ulaya na Asia ina mchango mkubwa katika usafirishaji wa nishati, Marekani inadai kuwa iwapo nchi hii itajitenga na nishati ya Russia, njia mbadala za usafirishaji wa nishati kutoka Asia Magharibi na Asia ya Kati kwenda Ulaya zitaimarishwa na hivyo kupunguza utegemezi wa Ulaya kwa nishati ya Russia. Kiufupi ni kwamba Marekani inataka Uturuki iache kununua nishati ya Russia ili kubana matumizi ya kifedha ya nchi hiyo katika vita vya Ukraine, kupunguza ushawishi wa kisiasa wa Moscow kwa Ankara, kuimarisha muungano wa NATO na kuanzisha njia mbadala za nishati kwa Ulaya. Sera hii ni sehemu ya mkakati mkuu wa Washington wa kuidhibiti Russia na kudhamini usalama wa nishati kwa washirika wake wa Magharibi. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sybiha ametoa wito kwa wanaounga mkono kuchangia fedha ili kuongeza uzalishaji wa drone. Alisema kuwa sekta ya ulinzi ya Ukraine inahitaji fedha ili kufanikisha hilo, akiongeza kwa kusema wanaweza kutengeneza hadi drone milioni 20 mwaka ujao ikiwa watapata ufadhili wa kutosha. Katika andiko lake la Jumapili kwenye ukurasa wake wa X amesema Rais wa Urusi Vladimir Putin ataacha vita ikiwa masharti mawili yatatimizwa. Kwanza, vita vitaisha tu pale Urusi itakapoona kuwa kushinda haiwezekani, na pili, kubaini kuwa kuendelea kupigana kuna gharimu zaidi kuliko kuikomesha. Ukraine imekuwa ikizalisha maelfu ya droni mbalimbali kwa miezi kadhaa. Urusi na Ukraine zote zinatumia droni kwa wingi katika mapambano yao. Hata hivyo, hakuna upande unaotoa takwimu kamili za uzalishaji wake. Ukraine imesema inafanya jitihada ili kurejesha mpango wa kubadilishana wafungwa na Urusi kwa matumaini ya kuachiliwa kwa Ukraine 1200 wanaoshikiliwa na Urusi. Mkuu wa Baraza la Usalama la Ukraine Rustem Umerov amesema tayari wamefanya mashauriano nchini Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa msaada wa shirika wa Kiev. Ameongeza kuwa pande zote zimekubaliana kurejea makubaliano ya Istanbul ya mwaka 2022 ambayo yaliweka msingi wa kuratibu mpango wa ubadilishanaji wafungwa kwa mpangilio maalum. Umerov amesema mashauriano zaidi yatafanyika hivi karibuni ili kukamilisha taratibu, akisisitiza kuwa lengo ni wa Ukraine kurejea nyumbani kusherehekea Christmas na mwaka mpya na familia zao. Tangu vita kuanza Februari 2022, Ukraine na Urusi wamebadilishana maelfu ya wafungwa, ingawa mara nyingi mpango huo umekwamishwa na mapigano makali yanayoendelea. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.